Katika miaka ya hivi karibuni, Tanzania imepiga hatua kubwa katika kukabiliana na ukatili dhidi ya watoto na wanawake. Pamoja na mafanikio hayo, bado ukatili dhidi ya watoto na wanawake unashamiri katika baadhi ya jamii. Ufuatao ni mkasa wa mabinti wawili waliokuwa wakiishi kijijini kwao. Majina yao na sura zao tunazihifadhi kwa sababu maalum. Mabinti hao walikuwa wakitafuta kazi, lakini wakajikuta wakiingia kwenye makucha ya watu wabaya baada ya kutoroshwa kijijini kwao kwenda kutafuta fursa za kazi. Baada ya takribani mwezi mmoja, wakati mabinti hao wakiwa wanatafutwa na familia, walipatikana wakiwa wamepitia mambo magumu sana, ikiwemo udhalilishaji na unyanyasaji wa kijinsia. Ni uchukuaji wa hatua haraka uliofanywa na Kituo cha Maendeleo ya Mtoto na Kijana pamoja na kuingilia kati kwa Jeshi la Polisi na Ustawi wa Jamii ndiko kulikochangia katika kuokoa mabinti hao. Tukio hili linaipa fundisho jamii ya umuhimu wa kuwalinda watoto na vijana kila siku, pamoja na kuripoti matukio hayo kwa haraka pale yanapotokea. Mimi nilikuwa natokea nyumbani, naenda kwa mamangu. Pokuwa njiani, tukakutana na baba wawili walikuwa na pikipiki. Wakasimama walipotuona, tukawasalimia. Tulipowasalimia wakatuuliza mnaenda wapi? Tukamwambia tunaenda kwa mama. Tukamwambia twendeni tukanunulie nguo. Tukakutana na baba wawili, nasema hivi, twendeni tukanunulie nguo huko, tukawape na hela. Tukaenda wakatupakiza pikipiki, sisi tukakubali. Wakatupakiza hapo kwenye pikipiki, tukaenda nao mpaka huko wanapoishi. Tulipofika huko tukakuta watu wengi tu wavulana. Fika mchana tukakaa hapo mpaka usiku kaingia. Ulipoingia usiku, anatuletea chakula tunapika. Tukimaliza kula tunalala. Tuambia hivi, twendeni huko. Mimi nikaenda na huyo mbaba kaniambia atanipa hela. Walinidanganya hivyo. Wakaanza kutuchezea, wakafunga na mlango. Wakaanza kuchezea. Tulikuwa tunabakwa. Ukifika usiku wanatulazimisha. Wavulana alikuwepo mmoja, alikuwa amenichagua mimi, ananilazimisha naenda kulala naye, ananibaka. Kwa hiyo walikuwa wametuzuia kuondoka hapo. Tukawa tunawauliza, sasa lini mnatupeleka kazini? Sema subirieni, tutakuwa tunawasiliana na bosi. Kaendelea kukaa hapo mpaka wiki. Kwa kipindi chote cha kutoonekana nyumbani, wazazi wa mabinti hao walikuwa wakiuliza kwa ndugu, jamaa na marafiki kuhusu kupotea kwa mabinti zao. Baada ya kuripoti polisi pamoja na mamlaka nyingine, ndipo watuhumiwa hao wakakamatwa. Nilienda kuripoti kwa mwenyekiti wa kitongoji, wakanipa barua ya kuendelea kutafuta mtoto. Kituo kimojawapo cha maendeleo ya mtoto na kijana kinachofadhiliwa na Compassion kwa kushirikiana na kanisa kilisimamia upatikanaji wa haki za mabinti hao kwa kufuatilia kwa ukaribu usikilizwaji wa shauri hilo mahakamani. Hatimaye watuhumiwa wa kesi hiyo walifungwa, mmoja kifungo cha miaka 30 na mwingine kifungo cha miaka 60 jela. Lakini msimamizi wa kituo anasema kuna changamoto zinazopaswa kuangaliwa, kwani zinaweza kuzuia upatikanaji wa haki kwa watoto na vijana wanaopitia udhalilishaji. Mara nyingi jamii inashindwa kuripoti, aidha kwa kuogopa. Lakini jambo lingine ambayo imekuwa ni changamoto hata kwa walezi na wazazi juu ya watoto, wanafikiri mtoto anapokuwa kwenye kituo basi amekuwa ni wa kituo. Kwa kweli, ukweli ni kwamba wajibu wa kumlea mtoto ni wajibu wa mzazi au mlezi. Sasa kilichochangia katika kupatikana haki kwa wahanga wa matukio ya ukatili
Sasa ni ushirikiano kati ya wadau na wadau. Utaratibu wa zamani ulikuwa unachelewesha katika kupata haki kwa wahanga wa matukio ya kikatili, na vilevile ulikuwa unaweka mwanya kwa mshtakiwa pale anapopata dhamana, anakuwa anapata upenyo na nafasi ya kuenda kuseto na wazazi wa mhanga wa tukio, nikimaanisha kwamba anaenda kutoa, inaweza kuwa ni rushwa au anaenda kutoa pesa au anaenda kutoa mifugo. Sasa katika tamaduni za Kisukuma, katika kukabiliana na matukio ya ukatili dhidi ya watoto, jamii ina wajibu wa kuripoti matukio hayo kwa mamlaka husika haraka iwezekanavyo. Mamlaka hizo ni pamoja na serikali za mitaa, jeshi la polisi au ustawi wa jamii. Kumbuka, kuripoti matukio ya ukatili dhidi ya watoto ni kuokoa maisha. Safari ya kufuatilia haki za hawa mabinti haikuwa rahisi. Tulijaribu na kujitahidi sana kuwakataza wazazi wasijihusishe na vitendo vya kupokea rushwa ama kupokea hongo aina yoyote ili kulimaliza tatizo hili. Jambo hili likamalizwa katika mahakama. Biblia katika kitabu cha Zaburi ya 82 mstari wa 3 na 4 inasema, mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeeni haki aliyoonewa na fukara, mwokoeni maskini na mhitaji, mwopoeni mikononi mwa wadhalimu.